Na Pakistan yaanzisha operesheni kali ya kuwaokoa abiria waliochukuliwa mateka kwenye treni. Habari kamili. Warsaw. Poland imesema uwasilishaji wa misaada ya kijeshi ya Marekani kwa nchi jirani ya Ukraine kupitia Poland umeanza tena katika viwango vya awali. Hii ni kufuatia mazungumzo ya Marekani na Ukraine nchini Saudi Arabia. Wiki iliyopita Washington ilisitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine iliyoharibiwa kwa vita baada ya malumbano ya hadharani katika ikulu ya White House kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Rais mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Lakini katika mazungumzo ya Jeddah jana Jumanne, Ukraine iliidhinisha pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 kati yake na Moscow na kukubali mazungumzo ya mara moja na Urusi ambayo yalimfanya Trump aibatilisha hatua hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Poland Radoslaw Sikorski amethibitisha leo kwa waandishi wa habari kuwa vifaa vya kijeshi vimeanza tena kupelekwa Ukraine kupitia kituo cha Jasionka. Andriy Yermak ni mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine. We are ready to peace, for just and lasting peace. Tuko tayari kwa amani ya haki na ya kudumu. Hii ni muhimu sana. Nadhani ni siku muhimu sana kwa sababu unajua miaka mitatu ni kipindi kirefu na kwa watu duniani. Ni muhimu kwa mara nyingine tena kuelewa sio Ukraine iliyoanzisha vita hivi, lakini Ukraine iko tayari kwa amani ya haki na ya kudumu. For just and lasting peace. Marekani na Umoja wa Ulaya ndio wasambazaji wakuu wa silaha kwa Ukraine. Brussels. Umoja wa Ulaya umetangaza hatua ya kulipiza kisasi ya biashara kwa kuweka mfululizo wa ushuru kwenye bidhaa za viwandani na kilimo za Marekani. Hatua hiyo itaanza kutekelezwa Aprili mosi kujibu uamuzi wa utawala wa Trump kuongeza ushuru kwenye bidhaa zote za chuma na alumini hadi 25%. Mwezi uliopita Marekani ilionya Ulaya kuwa itabidi ishughulikie usalama wake yenyewe katika siku za usoni. Hatua za Umoja wa Ulaya zitaathiri bidhaa kutoka Marekani zenye thamani ya euro bilioni 26 na sio tu bidhaa za chuma na alumini, lakini pia nguo, vifaa vya nyumbani na bidhaa za kilimo. Rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema katika taarifa yake wakati akitangaza hatua hizo kwamba umoja huo utakuwa tayari kila wakati kwa mazungumzo. Halmashauri hiyo husimamia migogoro ya kibiashara kwa niaba ya nchi 27 wanachama wa Umoja wa Ulaya. Luanda. Angola imesema kuwa mazungumzo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 ambalo limeyakamata maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo yatafanyika Luanda hivi karibuni. Taarifa ya ofisi ya rais imesema jana kuwa Angola, ambayo ndio mpatanishi katika mzozo huo, itawasiliana na M23 ili kuwakutanisha wajumbe wa Kongo na M23 kwa ajili ya mazungumzo hayo katika siku zijazo ili kupatikana amani ya uhakika. Hii ni baada ya ziara ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi nchini Angola, ambapo alijadiliana na Rais Joao Lourenço juu ya mzozo wa mashariki ya Kongo. Msemaji wa Tshisekedi Tina Salama alisema kwenye mtandao wa X kwamba serikali yake itasubiri kuona utekelezaji wa mbinu hii ya upatanishi wa Angola. Mazungumzo ya amani yamekwama kutokana na Tshisekedi kukataa mara kwa mara kushiriki mazungumzo na M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Serikali ya Kongo inasema zaidi ya watu 7,000 wameuawa katika mashambulizi ya waasi mashariki mwa nchi hiyo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Sibi. Pakistan imeanzisha operesheni kubwa ya kuwaokoa abiria wa treni waliotekwa nyara na wanamgambo katika eneo la milimani kusini magharibi mwa nchi hiyo. Vyanzo vya usalama vimesema 155 kati yao wameachiliwa huru katika saa 24 zilizopita. Zaidi ya abiria 450 walikuwa kwenye treni hiyo ilipokamatwa na wanamgambo, na idadi isiyojulikana ya mateka bado wanashikiliwa. Wanamgambo walishambulia kwa mabomu sehemu ya njia ya reli na kuvamia treni hiyo jana alasiri katika mkoa wa Balochistan unaopakana na Iran na Afghanistan, ambapo mashambulizi ya watu wanaotaka kujitenga yamekuwa yakiongezeka. Kulingana na vyanzo vya usalama, magaidi wamewaweka washambuliaji wa kujitoa muhanga karibu na abiria wasio na hatia ambao wanashikiliwa mateka. Manila.
Mawakili waliyekuwa rais wa Filipino Rodrigo Duterte ambaye anaelekea The Hague kufuatia kukamatwa kwake kwa waranti wa mahakama ya kimataifa ya ICC wamewasilisha ombi leo wakitaka arejeshwe Manila. Duterte mwenye umri wa miaka 79 anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu na kufuatia kuandamizaji ambao mashirika ya haki za binadamu yanakadiria uliwaua makumi ya maelfu ya watu hasa maskini, mara nyingi bila ushahidi kuwa walihusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Aliyekusomea habari za ulimwengu ni Bruce Samani. Na sasa msikilizaji na mtazamaji, tuangazie miongoni mwa tuliokuandalia mchana huu. Maafisa wa Marekani na Ukraine wamefanya mazungumzo ya usuluhishi wa mzozo kati ya Urusi na Ukraine mjini Jeddah. Jeshi la Israel limewaua Wapalestina 4 kwenye ukanda wa Gaza na wengine 3 kwenye ukingo wa magharibi ndani ya saa 24. Na tutaelekea kule Rwanda ambako makanisa na nyumba za ibada zimefutwa kabisa, huku serikali ikitoa kanuni mpya zinazoratibu uendeshaji wake. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tuko mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook, tafuta DW Kiswahili, vile vile kwenye mtandao wa Instagram na channel yetu ya YouTube tuko mubashara. Tuandikie maoni yako kuhusiana na ripoti unazozisikia. Tuanzie uchambuzi wa ripoti na maafisa wa Marekani wa Ukraine wamefanya mazungumzo ya usuluhishi wa mzozo wa Urusi na Ukraine mjini Jeddah, Saudi Arabia, katika juhudi za kusitisha vita vilivyoanza mwezi Februari mwaka 2022 baada ya Urusi kuivamia Ukraine. Tatu Karema ana maelezo zaidi. Ukraine imelikaribisha pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 katika vita na Urusi na kusema iko tayari kuchukua hatua kama hiyo, wakiamini pendekezo hilo ni chanya. Taarifa pamoja ya Kiev na maafisa wa Marekani baada ya mkutano uliofanyika mjini Jeddah, Saudi Arabia, ilisema Ukraine inafikiana na pendekezo hilo. Rais Volodymyr Zelensky amesema Marekani itajaribu kuishawishi Urusi kukabiliana na pendekezo hilo katika matamshi yake ya jana jioni, na kulingana na taarifa hiyo ya pamoja, Marekani itawasiliana na Urusi ambayo pia ni muhimu kuelekea mustakabali wa amani baina ya mataifa hayo mawili. Kwa upande wake, mkuu wa ofisi ya rais nchini Ukraine, Andriy Yermak, amesema ni muhimu kwetu kuona jinsi vita hivi vitakavyoisha. Ni muhimu kwetu kuhusu dhamana za usalama tutakazopewa. Ninaweza kuambia kwamba tumeridhika sana leo kwa sababu yalikuwa mazungumzo ya kina sana, yenye maana sana, na uchambuzi wa kina kuhusu maelezo haya muhimu ambayo bila hayo haiwezekani kufikia amani endelevu. Marekani aidha imesema itarejesha utaratibu wa kuipatia Ukraine taarifa za kiintelijensia na msaada wa kiulinzi, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema macho sasa yanaelekezwa kwa Urusi ikiwa itaamua kukubaliana na pendekezo hilo ama la. Marekani na Ukraine aidha zimekubaliana kusaini mara moja makubaliano ya rasilimali muhimu ya madini ya Ukraine. Huku hayo yakijiri, katika mahojiano yaliyochapishwa leo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov akizungumzia muktadha wa uwezekano wa makubaliano ya amani ya Ukraine, amesema Urusi itaepuka kuingia kwenye makubaliano ambayo huenda yakahatarisha maisha ya watu. Haya ni kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Urusi. Lavrov amesisitiza kuhusu msimamo wa Urusi kwamba haitaruhusu uwepo wa vikosi vya jumuiya ya kujihamia NATO nchini Ukraine ikiwa kutakuwa na makubaliano ya kusitisha kabisa vita. Katika hatua nyingine, watu 5 wameuawa katika shambulizi la Urusi katika miji ya Odessa na Kryvyi nchini Ukraine. Haya yamesemwa leo na mamlaka katika maeneo hayo. Kwenye ujumbe aliochapisha katika mtandao wa Telegram, gavana wa Odessa Ole Kipa amesema raia 4 wa Syria waliuawa wakati meli waliokuwa ndani iliposhambuliwa katika bandari ya Odessa, huku watu wengine 2 wakijeruhiwa. Na asante sana Tatu Karema. Tukiachana na mzozo wa Ukraine na Urusi, tuelekee sasa katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Jeshi la Israel limewaua Wapalestina 8 kwenye ukanda wa Gaza na wengine 3 kwenye ukingo wa magharibi ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita, licha ya kuwepo kwa makubaliano legelege ya kusitisha mapigano yaliyoanza mwishoni mwa mwezi Januari. Wakati huo serikali inayoongozwa na Wahuthi nchini Yemen imetangaza kurejesha kampeni yake ya kuzuia
kuzuiwa meli zenye mafungamano na Israel kutumia bahari ya Shamu katika juhudi za kuunga mkono wa Palestina. Mwenzangu Mohamed Khalef anaripoti kamili. Mauaji hayo yamefanyika wakati wajumbe wa kundi la Hamas wakisema duru mpya ya mazungumzo ya kusitisha mapigano imeanza tangu jana Jumanne. Israeli inaitaka Hamas kuachia nusu ya mateka waliosalia mikononi mwao kwa mabadilishano ya ahadi ya kuendelea na mazungumzo ya kukomesha moja kwa moja vita katika ukanda wa Gaza. Kwa upande wake, Hamas inataka duru ya pili ianze mara moja bila masharti yoyote. Duru hii ndio ngumu zaidi, kwani ndio itakayopelekea kuachiwa kwa mateka wote waliosalia mikononi mwa Hamas, na kwa upande mwingine Israel kujiondoa kabisa kutoka maeneo yote ya ukanda wa Gaza. Hamas inaaminika kuwa bado inawashikilia mateka 24 walio hai na miili ya wengine 35 waliokwisha kufa. Kwa siku 10 mfululizo sasa, Israeli imekuwa inailazimisha Hamas kukubaliana na mpango wake huo, ikitumia mbinu ya kuikatia Gaza umeme, kuzuia kufikishwa kwa misaada ya chakula, madawa na bidhaa nyingine muhimu kwa wakaazi zaidi ya milioni 2 wa ukanda huo. Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yanasema sio tu Israeli inavunja sheria za kimataifa wa kufanya hivyo, bali pia inarejesha nyuma mafanikio haba yaliyokwisha kupatikana ndani ya wiki 6 za usitishaji wa mapigano. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na uratibu wa misaada ya kibinadamu inaripoti kwamba mafuta ya kuendeshea majenereta kwenye vituo vya afya na maji yanamalizika, bei ya gesi ya kupikia imepanda juu, na usambazaji vyakula, mahema na vifaa vya ujenzi umeathirika. Licha ya kwamba hiki ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, Umoja wa Mataifa unasema ni mtu mmoja tu katika kila 10 ndiye anayepata maji salama ya kunywa. Kwa upande mwingine, serikali inayoongozwa na kundi la Ansarullah nchini Yemen, ambao wengine huwaita Wahuthi, inasema imeanza tena kampeni yake ya kuzishambulia meli zimafungamano na Israel zinazopita kwenye bahari yake baada ya muda wa mwisho ulioweka kumalizika usiku wa jana. Ingawa hakuna mashambulizi yaliyoripotiwa hadi hivi sasa, tangazo hilo limeziweka kampuni za usafirishaji roho juu, kwani katika awamu iliyopita wanajeshi wa Ansarullah walizilenga meli zaidi ya 100 kwa makombora, wakazizamisha 2 na kuua baharia 4. Hata hivyo, kwenye tangazo la mara hii, kundi hilo limesema litaziandama meli tu za Israel, kinyume na kwenye awamu iliyopita ambapo waliziandama pia meli za Marekani na Uingereza ili kuilazimisha Israeli ikomeshe mashambulizi yake dhidi ya ukanda wa Gaza. Na shukrani sana Mohamed Khalef kwa ripoti hiyo. Tuelekee sasa tukiangazia ripoti inayosema ndege iliyomfikisha Dubai rais wa zamani wa Ufilipino aliyekamatwa Rodrigo Duterte imeondoka kuelekea Uholanzi baada ya kucheleweshwa kuondoka kwa masaa kadhaa. Kiongozi huyo anasafirishwa kuelekea mahakama ya ICC mjini The Hague anakokabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Haikuwa rahisi kuthibitisha iwapo rais wa zamani Rodrigo Duterte bado alikuwepo katika ndege hiyo au la. Baada ya kuwasili Dubai, safari yake ya kuelekea Uholanzi iliakhirishwa kwa muda, huku baadhi ya waandishi habari wakiripoti kuwa alikuwa akipokea matibabu baada ya video zilizoonekana mitandaoni kumuonyesha kiongozi huyo wa zamani akifanyiwa uchunguzi wa kimatibabu na madaktari waliokuwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Al Maktoum. Duterte aliye na miaka 79 alikamatwa baada ya ICC kutoa waranti wa kukamatwa kwake kufuatia tuhuma za kuhusishwa na makosa ya uhalifu wa kibinadamu wakati wa kampeni yake ya kupambana na madawa ya kulevya. Sylvester Bello, mmoja wa mawakili wake, tayari amewasilisha ombi mahakamani akitaka arejeshwe mjini Manila alikokamatwa hapo jana Jumanne. Bello amesema watakutana haraka iwezekanavyo na timu nzima ya mawakili kujua ni wapi hasa alikopelekwa Duterte na iwapo wataweza kuonana naye. Kukamatwa kwa Rodrigo Duterte, aliyewahi kuwa meya na mwendesha mashitaka aliongoza Ufilipino kuanzia mwaka 2016 hadi 2022, ni hatua moja kubwa katika uchunguzi unaofanywa na ICC kwa shutuma za uhalifu dhidi ya binadamu kupitia kampeni yake ya kukabiliana na madawa ya kulevya iliyosababisha mauaji maelfu ya watu, hatua iliyokosolewa pakubwa duniani. Duterte atakuwa kiongozi wa kwanza wa zamani wa taifa la bara Asia kufikishwa katika
mahakama hiyo ya ICC. Mwanawe wa kike Sara Duterte, ambaye ndiye makamu wa rais wa Ufilipino, aliabiri ndege leo asubuhi kuelekea Uholanzi. Taarifa kutoka ofisi yake haikufafanua ni nini anachokwenda kufanya huko au anapanga kukaa kwa muda gani nchini humo. Mwanawe mwingine wa kike Veronica anapanga pia kupeleka kesi katika mahakama ya juu ya Ufilipino kuitaka serikali kumrejesha baba yake nchini mara moja. Hata hivyo, rais wa sasa wa Ufilipino Ferdinand Marcos Jr. aliwaambia waandishi habari hapo jana kwamba ndege iliyombeba mtangulizi wake inaelekea The Hague, ambako anakwenda kujibu mashitaka hayo ya uhalifu wa binadamu kutokana na kampeni yake ya kupambana na mihadarati. Kampeni hiyo ndiyo iliyomuingiza madarakani mwaka 2016, na katika uongozi wake wa miaka 6 watu 6,200 waliuawa wakati operesheni ya polisi. Wanaharakati nchini humo wamesema idadi ya waliouawa inawezekana ikawa kubwa zaidi kutokana na wengi wa waliouawa kutohusika kwa namna yoyote na biashara ya madawa ya kulevya. Wamesema watu waliuawa katika hali isiyoeleweka. DW tunavuma kwa kishindo.